Hujambo na karibu sana katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia kutoka hapa Tosi TV Network. Na leo tena upo nami Baraka Tosi na tupo katika somo la pili katika lesoni yetu ya robo ya kwanza kabisa katika mwaka huu wa 2026. Na kichwa cha somo letu la leo kinasema sababu za kushukuru na kusali. Sababu za kushukuru na kusali. Na kabla hatujaendelea, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ukuu na wema wako. Asante sana kwa kutupatia wasaa huu wa kujihudhurisha mbele zako ili tuweze kukusikia wewe ukinena nasi. Fungua akili zetu tuweze kuelewa kile ambacho unahitaji tujifunze katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Naam, ndugu mpenzi mtazamaji, kumbuka lesoni yetu hii tunaendelea kumuona Paulo kinaganaga na yani kiundani zaidi. Juma hili tunaangalia sababu ambazo Paulo anazitoa au tunaangalia maneno ambayo Paulo anayatoa kama vitu vya muhimu sana kwa ajili ya kutoa shukrani na kwa ajili ya kuendeleza maombi yetu kwa Mungu. Kwamba kuna nyakati zingine tutapitia katika changamoto, tutapitia katika shida, tutapitia katika wakati ambao haufai kabisa. Wakati kama huo, badala ya kulia, badala ya kupoteza tumaini, ni wasaa ambao ndio tunatakiwa tuutumie vizuri kabisa kumshukuru Mungu, lakini pia kumwomba yeye kwa nguvu kabisa. Ukiangalia katika fungu letu la kukariri linatoka katika kitabu cha Wafilipi 1:6. Nitatumia Kiswahili cha kisasa. Imeandikwa, mkijua hakika jambo hili, ya kuwa yeye aliyeanza kazi njema ndani yenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Haleluya. Yeye aliyeanzisha kazi njema maishani mwetu, yeye ndiye atakayeimaliza. Wakati mwingine unaweza ukaona changamoto zako ni nyingi kuliko nguvu ya Mungu ambayo inaweza kutenda katika maisha yako. Leo nahitaji nikukumbushe ya kwamba changamoto yako si kubwa. Yaani changamoto yako si kubwa kuliko kazi kubwa ambayo Mungu ameianzisha katika maisha yako. Jambo zuri ni kwamba kazi hiyo ambayo Mungu ameianzisha katika maisha yako, ambayo unaifanya kwa kumtumikia yeye vizuri kabisa na kwa uaminifu wote, yeye ndiye ambaye ataimaliza. Haijalishi ionekane kama haiwezi kufika mbali, Mungu yeye ndiye ambaye ataimaliza. Kichwa cha somo letu kinasema sababu za shukrani na maombi au sababu za kushukuru na kusali. Juma hili tunaenda kuangazia sababu hizo ni zipi ambazo zinatufanya tushukuru na tusali. Na nikianza kumwelezea Paulo, tunamwona Paulo sasa ametoka kifungoni kule katika Filipi kule ambako alifungwa na akaimba kwa nguvu na baadaye akafunguliwa. Paulo na Sila baadaye wakafunguliwa wakatoka. Lakini kuna kitu ambacho Paulo anataka kutuambia cha umuhimu juu ya kuomba, kushukuru, kuomba kwa nguvu, maombi yenye nguvu. Na haya ndiyo yanayonipelekea katika kuwa na mada kubwa mbili katika juma hili ambazo tutaziangalia. Na mada ya kwanza tutaangalia sababu za kushukuru na kuomba katika barua ambayo Paulo anaiandika, barua kwa Wafilipi. Lakini pia tutaangalia ni mambo matatu au mada tatu ambazo tutaziangalia. Mbili tutaangalia kumshukuru na kuomba wakati wa magumu. Na mwisho kabisa tutaangalia sababu za kushukuru na kuomba katika barua ambayo anaiandika kwa Wakolosai. Sasa tukianza na sababu za kushukuru na kuomba katika barua ambayo Paulo anaiandika kwa Wafilipi, natamani uungane pamoja nami katika kitabu cha Wafilipi 1:6. Neno la Mungu limeandikwa, mkiwa na hakika ya kwamba yeye aliyeanzisha kazi njema ndani yenu ataikamilisha hata siku ya Kristo Yesu. Sasa tunamwona Paulo anaanza kwa kumshukuru Mungu kwa waumini wa Filipi.
Na waumini wa Filipi Paulo aliwapenda sana, na tunamwona Paulo aliwabeba moyoni mwake hawa washiriki wa Filipi, kama ambavyo ukiangalia katika lesson yetu juma hili inamfananisha Paulo anavyobeba washiriki au waumini wa Filipi, na namna ambavyo kuhani alikuwa na vifuniko vile vya majina 12 ya makabila ya Israel kifuani mwake. Kwa hiyo Paulo aliwabeba ndani kabisa, moyoni mwake kabisa hawa washiriki wa Filipi. Na ni kwa nini aliwapenda sana? Kuna mambo mawili ambayo tumeyaona. Moja, wa Filipi walibaki katika ukweli na uaminifu wa Injili. Lakini pia Wafilipi walishiriki naye katika vifungo alipokuwa amefungwa. Yaani walishiriki katika kumwombea, lakini walishiriki katika kuwa naye bega kwa bega. Hizi sababu mbili kubwa, kushiriki naye katika kifungo, lakini kuendelea kushikilia neno na kuithibitisha au kuitetea Injili. Haya yalimfanya Paulo apende sana hawa watu wa Filipi. Kwa hiyo hizi ni sababu mbili kubwa ambazo ninaweza nikazitoa, ambazo Paulo alimshukuru Mungu kwa ajili ya hawa wa Filipi. Kuna nyakati fulani ambapo tunamuona Mungu ametutendea mambo makubwa katika maisha yetu, lakini hatumshukuru, tunaacha tu. Tunadhani kwamba nyakati nzuri ya kumwomba Mungu ni nyakati tu tunapokuwa na changamoto. Kumbe nyakati za kushukuru pia ni za muhimu sana. Ni nyakati ambazo tunaonyesha fadhila zetu kwa Mungu, ya kwamba tunathamini kile ambacho Mungu anakifanya katika maisha yetu, na si katika maisha yetu tu, hata katika kazi zile ambazo tunazifanya, ikiwemo kazi ya Injili. Na Paulo ni mfano tosha kwa watu wote ambao wanafanya kazi hizi za Injili. Kuna swala la maombi. Kwa nini tuombe? Kwa nini tuwe na maombi ya nguvu? Kuna kitu ambacho Paulo anakiandika katika Wafilipi 1 fungu la 9 hadi 11. Imeandikwa, na hii ndiyo sala yangu, kwamba upendo wenu uwe mwingi zaidi na zaidi katika maarifa na kina cha ufahamu, ili muweze kutambua yaliyo bora na kuwa safi na bila lawama kwa siku ya Kristo, mkijazwa na matunda ya haki ambayo huja kwa njia ya Yesu Kristo, kwa utukufu na sifa ya Mungu. Kama nilivyokuambia katika kitabu cha Wafilipi 1 fungu la 9 hadi 11. Sasa tunamuona Paulo hapa anatoa maombi mazito sana, na haya maombi anayoyatoa anaelekeza katika mambo kadhaa ambayo yanatengeneza ngazi au yanatengeneza hatua kadhaa. Na moja, anaomba kwanza upate upendo kuwepo ndani yako, na upendo huu unapokuwepo ndani yako itakufanya uwe na hekima zaidi, na ukisha kuwa na hekima zaidi, anaendelea kusema utatambua kilicho bora, na utakapotambua kilicho bora utakuwa safi na mnyofu, na zaidi ya yote anasema utazaa matunda kupitia Yesu Kristo, na hatimaye hii itasababisha utukufu na sifa kwa Mungu. Upendo wetu kwa Mungu unaweza kuongezeka pale ambapo tutadumu kumkaribia Mungu. Lakini pale ambapo tutaenda mbali na Mungu, upendo wetu kwa Mungu hautakuwepo. Na upendo wetu kwa Mungu utaweza kuwa kama nilivyokwisha kusema hapo, yani inabidi tuwe karibu na Mungu. Na tutawezaje kuwa karibu na Mungu? Kwa njia ya maombi, kwa njia ya sala, kwa njia ya kujisogeza karibu na Mungu. Hivi ndivyo Paulo ambavyo anaombea Wafilipi, ya kwamba wawe karibu na Mungu
kwa upendo, lakini wadumu kuwa na upendo ambao huu upendo hauwezi kuwepo tu pasipo kuwa na maombi ya dhati, pasipo kujisogeza karibu na Mungu. Sasa hebu tuangalie kuomba au kushukuru katika nyakati ngumu au katika wakati wa shida. Hii ni mada ya pili ambayo nahitaji tuitazame. Ukisoma katika kitabu cha Wafilipi 1:12 imeandikwa, sasa nataka mjue ndugu na dada kwamba kile kilichonipata kimetumika kuendeleza Injili. Paulo kwa nini anaandika haya maandishi au haya maneno? Baada ya Wafilipi kusikia ya kwamba Paulo amefungwa kule Roma na yupo katika gereza, walifadhaika sana, wakaumia sana, na wakamtuma Epafrodito, wakamtuma aende akampatie msaada wa kiutume. Lakini sasa baada ya kusikia kwamba hawa Wafilipi wamefadhaika sana, Paulo ndipo anapokuja kuandika haya maneno ya kwamba sasa nataka mjue ndugu na dada ya kwamba kile kilichonipata kimetumika kuendeleza Injili. Paulo alifungwa, lakini kufungwa kwake haoni kama kushindwa, lakini anaona ni nafasi ambayo Mungu anampatia kwa ajili ya watu hawa wengine kupata Injili. Yaani wanapotazama namna Paulo anavyofungwa, namna anavyoteswa, waweze kumuona Kristo kupitia yeye, na ndivyo ambavyo ilikuwa. Kwa hiyo Paulo haoni kama anateseka, haoni kama anahuzunishwa, lakini anaona ni njia ambayo Mungu anampitisha. Ndiyo ina maumivu, ndiyo ina miiba, lakini ni njia ambayo Mungu anampitisha ili watu wengine waweze kumfahamu Kristo kupitia kwa hiyo. Sasa hebu tuangalie pia sababu za kushukuru pale ambapo Paulo anaeleza katika barua yake kwa Wakolosai, sio Wafilipi tena. Ukisoma katika kitabu cha Wakolosai 1:3 imeandikwa, daima tunamshukuru Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo tunapowaombea. Paulo anamshukuru Mungu kwa sababu Wakolosai nao walikuwa na mambo kadhaa ambayo yalikuwa mazuri, kama ambavyo Wafilipi walikuwa na mambo mazuri na yakamfanya huyu Paulo amshukuru Mungu. Ndivyo ambavyo hata huo kwa Wakolosai Paulo anamshukuru Mungu kwa sababu ya haya mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ilikuwa ni imani ya hawa Wakolosai, lakini jambo lingine la pili ilikuwa ni tumaini ambalo Wakolosai walikuwa nalo, na jambo la tatu kabisa ni upendo. Na fadhila hizi ambazo tunaona Wakolosai wanazifanya zilikuwa ni katika kuendeleza Injili. Wanafanya yote haya kuhakikisha kwamba Injili ya Mungu ambayo Paulo amebeba neno hilo inaendelea kusambaa kwa watu. Na Paulo anasisitiza ya kwamba Injili hii bado haijahubiriwa, inatakiwa ihubiriwe sio tu hapa lakini ulimwenguni kote. Paulo anawaombea pia Wakolosai kama vile ambavyo amewaombea Wafilipi kule kwamba wawe na upendo ambao utawasababisha wawe na hekima, wapate kumfahamu Kristo na watende mambo matakatifu na kuwa na utukufu wa Mungu. Huyu pia Paulo anawaombea Wakolosai, na hii tunaona katika kitabu cha Wakolosai 1:9 ya kwamba kwa sababu hii tangu tuliposikia habari zenu hatujaacha kuwaombea, tunaendelea kumwomba Mungu akujaze maarifa ya mapenzi yake kupitia hekima yote na ufahamu ambao Roho hutoa. Anawapatia mambo kadhaa, hatua kadhaa ambazo tunaweza tukazidadavua kutoka katika hili fungu. Moja, kwanza wapokee maarifa ya Mungu ambayo yatawapa hekima na ufahamu wa kiroho. Jambo la pili, waishi kama watoto wa Mungu wakimpendeza kwa kila njia. Na jambo la tatu, wazae matunda na wakue katika maarifa. Na mwisho kabisa, waimarishwe kwa nguvu za Mungu ili waweze kuwa na subira.
Kuna jambo ambalo linafanana hapa katika swala ambalo anawaombea wa Kolosai huyu Paulo na swala ambalo anawaombea wa Filipi. Na jambo hilo ambalo naliona sehemu zote ni kuzaa matunda, kwamba utakapomfahamu Mungu, utakapompenda Mungu zaidi, utakapokuwa karibu na Mungu na ukajua na ukawa na hekima yake, utazaa matunda. Na usipozaa matunda utafananishwa na ule mtini ambao ulilaaniwa na Yesu. Sasa kuna njia kadhaa ambazo Mungu anazitumia ili kufanya maombi yale ambayo Paulo aliwaombea wa Filipi na wa Kolosai kuwa katika maisha yetu leo. Unajua haya maombi ambayo Paulo anawaombea wa Kolosai na wa Filipi, tunaweza tukadhani tu ni kwa ajili yao, lakini ni kwa ajili yetu leo. Na njia ya kwanza ni kupitia Biblia. Tunapojifunza Biblia, tunapomfahamu Mungu kupitia Biblia, tunaweza kugundua ni nini ambacho tunatakiwa tufuate au ni njia ipi ambayo tunatakiwa tupite. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi 119 fungu la 105 inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia zangu. Lakini pia kuna roho ya unabii. Hii ni namna ya pili ambayo Mungu anadhihirisha maombi ya Paulo kwetu. Na jambo la tatu ni mwongozo wa Mungu na hatimaye Roho Mtakatifu. Tutakapofanya hivi na tutakapo yatafuta haya mambo manne kwa nguvu zetu zote, Mungu atajidhihirisha kwetu na maombi haya ambayo Paulo aliwaombea wa Kolosai na wa Filipi yatatimia katika maisha yetu. Maisha yetu yanapaswa kuunganishwa na maisha ya Kristo. Tunapaswa kuteka kila wakati kutoka kwake. Tukila kwake mkate ulio hai, ulioshuka kutoka mbinguni, tukichota kutoka kwenye hazina tele. Ikiwa tunamweka Bwana mbele yetu daima, tukiruhusu mioyo yetu kumshukuru na kumsifu, tutakuwa na hali mpya katika maisha yetu ya kidini. Maombi yetu yatakuwa katika mfumo wa mazungumzo na Mungu. Kama ambavyo tungezungumza na rafiki, atazungumza na sisi kuhusu siri zake. Mara nyingi tutajua hisia tamu na kufurahia uwepo wa Yesu. Hii ni nukuu kutoka katika kitabu cha Christ Objects Lesson, ukurasa wa 290. Huu ndio mwisho wa somo letu leo, ambapo tumeona namna ambavyo Paulo anawaombea watu au waumini wake. Tumeona nguvu ya maombi. Maombi ni mazito. Maombi yana faida. Maombi yana manufaa katika maisha yote ya Mkristo ambaye ana mpango wa kwenda mbinguni. Kama unahitaji kwenda mbinguni, usiache kuomba. Mungu akubariki sana. Na kabla hatujafunga tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ukweli huu ambao umeuonyesha katika maisha yetu. Tusaidie tutende yaliyo mapenzi yako. Tusaidie tukutumikie wewe. Katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Basi ikiwa video hizi zinakubariki na zinakutia nguvu, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe, lakini pia kushare na watu wengine ili waendelee kubarikiwa. Mungu akubariki sana mpaka juma lijalo. Asante.